Ndugu vijana, kuwepo hapa ni fursa kubwa ya kuweza kukutana na vijana wenzenu kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu, kufahamiana na kubadilishana mawazo ili kuongeza ufahamu, ujuzi na ufanisi katika shughuli zenu za kila siku. Aidha, kupitia maonyesho yanayoendelea ya wiki ya vijana ambayo yalizinduliwa rasmi na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa Ijumaa tarehe 10 Oktoba 2025, nafikiri wengine mlikuwepo, mtapata fursa ya kuona shughuli zinazofanywa na vijana wenzenu ikiwemo ubunifu, biashara, huduma na shuhuda mbalimbali za vijana wenzenu ambao wamepiga hatua katika maeneo mbalimbali ya kiuchumi. Ndugu vijana, kongamano hili pamoja na mambo mengine lina malengo makuu matatu. Lengo la kwanza ni kuwajengea ujuzi na uwezo vijana kuweza kushiriki katika mabadiliko ya kijamii na kiuchumi. La pili ni kukuza ushirikiano na kubadilishana mawazo kati yenu. La tatu ni kutambua na kuunga mkono mipango na miradi ya vijana inayolenga kuinua vijana kiuchumi. Aidha, kuna swala lingine la muhimu kabisa ambalo tunalo kitaifa ambalo tutawaletea mbele yenu, ni wasilisho la rasimu ya sera ya maendeleo ya vijana ya Afrika Mashariki ya mwaka 2025. Ninawasihi sana mtulie, muisikilize na kutoa maoni na mapendekezo ili kuhakikisha kuwa inajibu mahitaji halisi ya vijana wa Afrika Mashariki na nyinyi mkiwa ni sehemu yake, na kuchochea ushiriki wenu katika maendeleo ya kikanda na ya kitaifa. Nawahimiza sana kutoa maoni ili hiyo sera itakayotoka iwe na mchango wenu kwa maendeleo ya taifa letu. Mko tayari? Mko tayari kutoa maoni? Asante. Ndugu vijana, kupitia makongamano haya, serikali huchukua maoni yenu na kuboresha sera zake, sheria, kanuni na miongozo kwa lengo la kukuza ustawi wenu. Hivyo ulizeni maswali kutoka kwa wataalamu walioandalia kuwasilisha hizo mada. Jadilianeni kwa uwazi bila uoga, huku mkizingatia nidhamu na maadili ya kwetu ya Kitanzania. Serikali kwa ujumla wake chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuhakikisha vijana mnapata fursa sawa ya kujiletea maendeleo binafsi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Shukuru. Kwa majina naitwa Omari Lems Chala. Ni kijana ambaye niko Mbeya hapa. Leo nimekuja kwenye kongamano hili la vijana. Kwanza, kongamano hili la vijana niseme lina umuhimu mkubwa sana kwa vijana, kwa sababu kama kijana lazima jitambue kama kijana, lakini umuhimu wa kongamano hili linatufungua sisi vijana katika fursa mbalimbali. Lakini ukiachana linatufungua tu katika fursa mbalimbali, kijana lazima kwanza wewe mwenyewe uwe unajitambua, unajielewa na unapambana. Hiyo ni moja ya umuhimu wa kongamano hili. Lakini pia linatusaidia kupata ajira. Vijana wengi wanalalamika hawana ajira, lakini kuna ajira zilizo rasmi na ajira zisizo rasmi. Kwa majina naitwa Janet Joram Mwaituka, nimetokea Chunya, nimekuja leo kwenye kongamano la vijana hapa Mbeya. Hili kongamano kama vijana lina umuhimu, maana tunakutana vijana wa kutoka sehemu mbalimbali, tunabadilishana mawazo, idea za biashara, tunaelezea jinsi ya kuomba mikopo na vile serikali ina manufaa kwa sisi vijana. Tunaweza tukaungana zaidi ya vikundi ya watu 5 ili kupata mikopo ya Mama Samia.